Karibuni sana tujifunze ni namna gani ya kuandika barua ya kazi ambayo tutaitumia kuomba kazi aidha kwenye jeshi la polisi ama JWTZ ama kwenye ajira ya aina yoyote ile. Hivyo kuwa nami nimepokea comment ambayo watu wanatamani kujifunza namna ya barua ya kuomba kazi inavyokuwa. Kwa maana hiyo nifuatilie, nafungua barua hapa ya sample ambayo tutaelekezana. Kuwa na mimi mpaka mwisho hapo Tunge TV. Kuja hapo kuna barua yetu hapa. Kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho. Nilikuahidi kwamba nitakuelekeza ni namna gani. Sasa very sorry screen yangu haijai vizuri ila nitajitahidi kuelekeza. Sasa kuna barua mbili, kuna barua ambayo unaweza kuiandika Kiingereza, kuna barua ambayo unaiandika kwa Kiswahili. Na kama tunavyojua ajira zinavyotoka mara nyingi wanakuwa wanahitaji watu wa form 4, watu wa elimu ya form 6, watu wa elimu ya chuo kikuu. Kwa maana hiyo zile ajira zitatoa elimu gani wanahitaji. Hivyo kwa ushauri zaidi, kama mtu wewe umesoma umefika elimu ya chuo kikuu, basi angalau barua yako uiandike kwa Kiingereza. Na kwa mtu ambaye una elimu ya chini, huna uzoefu wa kuandika barua kwa Kiingereza kilichonyooka, basi andika kwa Kiswahili. Zote nitakuelekeza hapa. Naanza na barua ya Kiingereza. Barua ya Kiingereza upande wako huu hapa tunaita ni upande wako kushoto, huwa tunaweka address yako. Umenielewa? Upande wako wa kulia tunaweka address ya kwako, afu kushoto unaandika address ya barua inapoenda. Maana hiyo utaandika jina lako. Utaandika jina lako hapo. Ukishaandika jina lako, kuna CLP utaandika sehemu hii hapa. Utaandika sehemu uliyotokea. Utaandika email yako. Pili ya mwisho utaandika namba za simu za kwako. Sasa huku tumemaliza kwenye address ya kwako. Umenielewa? Sasa mkono wako wa kushoto, hii namba uliyoandika ya simu inatakiwa ilingane na mstari wako huu wa kushoto utakaoanzia kuandika address ambayo barua yako inatakiwa kwenda. Huyu mtu aliyeandika barua aliandika tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2023. Barua ilikuwa inatakiwa iende mkuu wa jeshi la polisi CLP 961 Dodoma. Ukimaliza hapo basi utakuja utamkaribisha kama ni dia au saa. Alafu kichwa chako cha habari kama hichi hapa wanasema refer ile job post ambayo tunasema ni police offer job application. Kwa kama ni JWTZ hapo utaandika JWTZ offer job application. Umenielewa hapo? Haya. Huyu akaanza kwamba I hope this letter find you well. I am writing to apply for a job in the police department as a police officer. I am writing to express my interest to join in your force in ensuring the safety of community. Umeona, hiyo ni kama introduction. Akaja akajieleza yeye ni nani, amefanya nini sasa. Haya. I have graduated and obtained my degree in forestry from, hiyo unaandika sehemu uliyomaliza. My university education have shaped me, unajieleza sasa kwamba strong knowledge and skills, law enforcement. Kwa mtu ambaye amefika chuo, hii barua nadhani atakuwa shaielewa hapa. I believe that my academic knowledge hivyo. Kwa hiyo ukitulia hapo ukisoma unaelewa. Kwa hiyo unajieleza,
alafu unafika sehemu kama hii my responsibility hivyo, I am looking hivyo yani, umeona. Mwisho wa siku una conclude, unashukuru, alafu unasema wako mtiifu au you are sincerely. Alafu ukimaliza pale unaandika jina lako, unaweka na namba za simu. Yes, kitu kama hicho. Barua ya Kiswahili hii hapa. Barua ya Kiswahili hii itawahusu watu wengi sana. Kama kawaida, kuna mkono wa kulia, mkono wa kushoto. Mkono wa kulia unaweka adresi yako, unaandika jina lako, unaandika CRP, unaandika sehemu uliyotokea, unaandika na namba za simu, usisahau tarehe. Alafu mkono wa kushoto unaweka adresi ya sehemu inapoenda. Hiyo adresi watakupatia. Hapa unaandika mheshimiwa, sio tena dia, mheshimiwa, yahusu maombi ya kujiunga na jeshi la polisi. Mimi fulani, au unaweza ukaanza ukasema husika na kichwa cha habari hapo juu. Mimi fulani ninayo furaha kubwa ya kuomba kujiunga katika jeshi la polisi nchini Tanzania. Hivyo kama kweli umenisikiliza na ukafuatilia hii barua, nafikiri utakuwa umepata kitu. Na nitatengeneza grupu la WhatsApp, nitatengeneza chaneli ya WhatsApp ambayo nitazipost hizi sample, lakini kupitia maelekezo yangu nadhani ukiziona hizi sample unaweza ukaandika barua yako, ukajifunza ni namna gani ya kuandika barua, na ili ajira zikitoka usiteseke, usije ukafanya makosa tena. Asanteni kwa kunisikiliza na usisahau kucomment na kusubscribe.